amali ambayo kila mwanadamu yuaichukia. Mwanadamu kwa tabia yake aichukia sana amali hii ya kutoa. Akitajiwa kutoa, uso wake unabadilika. Ndiyo siku moja alikwenda mmoja kwa Amiri al-Mu'minin Ali bin Abi Talib, akamwambia, mimi nataka kujijua ni katika watu wema wa akhira ama ni watu wa duniani. Sasa nani atamjuaje? Lakini angalia watu wema. Ali bin Abi Talib akampa mtihani, akamwambia, unapojikuta unatoa mali yako kumpa mtu, wewe unakuwa na furaha, wewe ni katika watu wa akhira. Lakini unapojikuta kwamba unapokuwa unatoa unasikia dhiki, basi wewe ni katika mtu wa duniani. Akamwambia, vipi? Akamwambia, kwa sababu mtu anayetaka kitu, wewe unaitaka janna, yeyote atakayekusaidia kuipata janna wafurahika na yeye. Wewe hata kununua gari, ukapata mtu akakwambia, mimi kampuni hiyo niko nayo mkononi, atakufanyia nusu ya hiyo price, bila shaka mtu yule atakufurahisha kwa sababu amekusaidia kufika kwenye lengo lako. Lakini ikiwa ni mtu atakayekuwa ni kikwazo kufika kwenye lengo lako, utasidikika, utasikia uchungu, utaumia. Hivi hivi ikiwa kutoa kwako, lengo ya kutoa ni kuipata pepo, Allah akaifanya sababu ya kwanza ya kuingia peponi ni infaq. Pale aliposema kwamba mmeandaliwa pepo ambayo imeandaliwa wacha Mungu, sharti ya kwanza ya ucha Mungu Allah sema alladhina yunfikuna fi sarra wal dharra. Kwanza akawataja kwa sababu ni jambo gumu sana, umechuma kwa tabu na shida, alafu tu usitoe ukijua hakuna badali hapa duniani. Mimi natoa hii, si kwamba natoa 100 na regeshwa 200, hapana, nazitoa tu hivi. Hata serikali ikitoa bila usikia uchungu, nanza wananchi. Sasa kule kuweza wewe ukatoa ukitaraji kwamba uipate pepo, wewe wastahiki kuwa ni wa kwanza katika wacha Mungu. Akasema Allah tabarak wa taala, uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi sarra wal dharra. Mtu wa kwanza number 1 anayestahiki pepo hii ambayo jannatin arduha as-samawati wal ardh ni wale wanaotoa mali zao kwa siri na dhahiri. Mtu wa pili, wal kadhimina al-ghaidh, ni mtu ambaye ana nguvu alafu akakasirishwa na mnyonge na akaweza kuzima hasira zake, akasema a'udhu billahi minash shaitani. Sio mchezo, una nguvu, wajua kibao kimoja huyu hainuki tena, na amekukorofisha alafu ukaweza kuzima hasira, wasema ni mjinga huyu, ni katika majahili huyu mwanafunzi wa shetani, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hiyo ni imani ya juu, ni uchamungu wa juu. Sifa ya pili, wal afina anin nas. Sifa ya tatu ikatajwa, na mwenye kusamehe. Mtu amekudhulumu dhulma wazi wazi,